Miongoni mwa kile tulichokuwa nacho wakati huu ni kwa nini Iran ilishambulia Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, hasa katika kipindi hiki cha usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefanya mashambulizi ya makombora zaidi ya 12 katika nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, katika kile ilichosema kwamba ni kujibu kile ambacho kimefanywa na Marekani katika kufanya mashambulizi ya boti zake za kijeshi ambazo zilikuwa zikilinda na kuzifukuza na kuzizuia meli za mafuta kutopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema kwamba ulinzi wa anga wa Emirates ulinasa makombora 12 ya ballistic, makombora mengine 3 na ndege 4 zisizokuwa na rubani zilizorushwa kutoka Iran siku ya Jumatatu na kusababisha majeraha 3 ya wastani. Falme za Kiarabu pamoja na Fujairah pia zilisema kuwa ndege isiyokuwa na rubani ya Iran iliwasha moto katika kituo cha mafuta. Fujairah ndio mwisho wa bomba ambalo UAE imetumia kuzuia kusafirisha baadhi ya mafuta kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz wakati wa vita vya Iran. Mamlaka katika Emirates imesema wakazi 3 wa India walijeruhiwa baada ya shambulizi hili. Wizara ya mambo ya nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema katika taarifa yake kwamba mashambulizi ya Iran yanaashiria ongezeko kubwa na yanaleta tishio la moja kwa moja kwa usalama wa nchi. Iliongeza kuwa imehifadhi haki kamili na halali ya kujibu mashambulizi. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema utajibu mashambulizi hayo ikiwa yataongezeka. Licha ya hayo, televisheni ya taifa ya Iran ilisema Tehran haina mpango wa kuwalenga UAE, lakini bado mpango wake ni kulenga maslahi ya Marekani katika Umoja wa Falme za Kiarabu, na hii ndio sababu ya msingi iliyofanya Iran kufanya mashambulizi dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Wizara ya mambo ya nje ya UAE ilisema katika taarifa yake kwamba mashambulizi ya Iran yanaashiria ongezeko kubwa na yanaleta tishio la moja kwa moja kwa usalama wa nchi, ikiongeza kuwa imehifadhi haki kamili ya kujibu, lakini taarifa zikidai kwamba mashambulizi hayo yalilenga katika meli za mizigo ambayo miongoni mwao ilishika moto katika ufuo wa UAE siku ya jana Jumatatu, huku kituo cha operesheni za biashara ya bahari ya Uingereza cha jeshi la Uingereza kikitangaza kuwa meli hiyo imeshika moto na kuongeza ilikuwa kwenye chumba cha injini ya meli hiyo. Ilithibitisha wafanyakazi wa meli hiyo walihesabiwa na kuokolewa. Mamlaka ya UAE ilitoa msururu wa arifu mpya za simu za rununu siku ya Jumatatu zikiwaonya wakazi kuhusu vitisho vya makombora. Tahadhari hizo ziliwataka wakazi kutafuta mara moja mahala salama katika jengo lililo karibu zaidi lililo salama. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi katika ukurasa wa X iliongeza kuwa sauti zinazosikika katika maeneo yaliyotawanyika nchini humo ni matokeo ya kuzuiwa kwa vitisho vya angani. Hata hivyo, mamlaka nchini Iran zilikuwa zikihojiwa kupitia vyombo vya habari kwa nini zimefanya mashambulizi hayo dhidi ya nchi ya UAE, zikijibu kwamba ni moja katika sehemu ya kujibu vitisho vya Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alikuwa na mpango wa kuja na kile alichokiita Project Freedom, ambapo alitaka kuzizuia meli za kivita za Iran katika kufanya doria na kuzuia meli za mafuta kutoka mataifa mbalimbali ambazo zimekwama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Rais Trump mpango wake ulikuwa ni kuhakikisha meli zote zinapita salama katika mlango bahari wa Hormuz ambao umezuiliwa na wa Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri duniani.